Katika utupu wa kwanza, kabla ya kuwepo kwa sayari, nyota au hata chembe ya vumbi la ardhi, kulikuwa na ufalme wa nuru usio na mwisho. Huko, sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni nyimbo za sifa na amani ya milele. Katika ulimwengu huo wa roho, Mungu aliumba viumbe wa ajabu, malaika. Lakini miongoni mwa mabilioni ya malaika hao, kulikuwa na mmoja aliyekuwa kito cha taji la uumbaji. Jina lake aliitwa Lucifer. Lucifer hakuwa tu malaika, alikuwa kerubi mpakwa mafuta. Maandiko ya kale yanasema alikuwa amekamilika katika kipimo cha uzuri. Vazi lake, kila alipopita, aling'aa kwa vito 9 vya thamani: akiki, yakuti, almasi, krisolito, onyx, yaspi, samawi, zumaridi na karibunko. Alikuwa kama upinde wa mvua unaotembea. Muziki wa ndani, tofauti na viumbe wengine, Lucifer aliumbiwa ala za muziki ndani ya mwili wake. Mapigo ya moyo wake yalikuwa kama ngoma na pumzi yake kama filimbi na zeze. Alikuwa kiongozi wa kwaya kuu ya mbinguni. Kila akiongoza sifa, mbingu nzima ilitetemeka kwa utamu wa sauti yake. Mlinzi wa kiti cha enzi, alikuwa na ruhusa ya kutembea katikati ya mawe ya moto, akilinda utakatifu wa kiti cha enzi. Alikuwa rafiki wa karibu wa Muumba, mshauri na kiumbe mwenye akili inayopitiliza uelewa. Kwa mamilioni ya miaka, Lucifer alitumika kwa uaminifu, lakini taratibu kitu fulani kikaanza kubadilika. Alianza kutumia muda mwingi kujitazama badala ya kumtazama Mungu. Aliona uzuri wake kwenye kioo cha utukufu na kuanza kuwaza, kwa nini mimi ninainama? Kwa nini mimi ninatoa sifa badala ya kupokea? Hapa ndipo iniquity au uovu ulipopatikana ndani yake kwa mara ya kwanza mbinguni. Kiburi kikamfanya aanze kuona kuwa yeye ni bora kuliko aliyemuumba. Alichafua utakatifu wake kwa biashara ya hila moyoni mwake. Alianza kuota ndoto ya kuwa na ufalme wake mwenyewe, ufalme ambao yeye ndiye angekuwa kitovu cha kila kitu. Lucifer alikuwa mwanasiasa wa kwanza wa kiroho. Hakuanza kwa kupigana, alianza kwa maneno. Alianza kuzunguka kwenye kambi za malaika wengine, maserafi, mekerubi na malaika makuu. Alinong'ona, je, hamuoni kuwa sheria za Mungu ni ngumu sana? Mimi naweza kuwapa uhuru zaidi. Mimi naweza kuwafanya nyinyi kuwa miungu pia. Ushawishi wake ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba alifanikiwa kuivunja mioyo ya theluthi moja ya jeshi la mbinguni. Malaika bilioni kwa bilioni wakaanza kumwamini Lucifer kuliko muumba wao. Mbinguni kukagawanyika vipande viwili, watiifu na waasi. Amani ikatoweka, na kwa mara ya kwanza mbinguni kukasikika sauti ya vita. Malaika Mikaeli, mkuu wa majeshi, akasimama upande wa Mungu. Hii haikuwa vita ya mapanga ya chuma, ilikuwa vita ya mamlaka, nguvu za neno na utukufu. Upande wa nuru, Mikaeli na mamilioni ya malaika walipiga kelele kwamba ni nani aliye kama Mungu? Upande wa giza, Lucifer alianza kugeuka kuwa mnyama wa kutisha, akiongoza jeshi lake kwa ghadhabu, akijaribu kukishambulia kiti cha enzi. Mapambano hayo yaliitikisa misingi ya ulimwengu wa roho, lakini uasi hauna mizizi. Lucifer, licha ya nguvu zake zote, alijikuta anazidiwa na utukufu usio na pimo wa Mungu. Alishindwa, akapoteza vazi lake la nuru na sura yake ikaanza kuwa ya kutisha na yenye giza. Mbinguni hakuwa na nafasi kwa ajili ya msaliti. Mikaeli na jeshi lake walimfukuza Lucifer na wafuasi wake. Maandiko yanasema alitupwa chini kama nyota inayozima. Alipokuwa akidondoka pitia anga, jina lake likadaka. Lucifer, mleta nuru, akawa Satani, mpinzani. Malaika wa sifa akawa Ibilisi, mshitaki. Wafuasi wake wakawa pepo wachafu, demons. Walitupwa duniani, lakini si kama watawala, bali kama wafungwa wa giza waliojaa hasira. Lucifer alipoteza kila kitu: nyumba yake, uzuri wake na urafiki wake na Mungu. Akiwa duniani, Shetani aliona uumbaji mwingine, mwanadamu, Adamu na Eva. Aliona jinsi Mungu anavyowapenda na kuwatunza. Kisasi chake kikahamia hapo. Alijua hawezi kumpiga Mungu moja kwa moja, kwa hiyo akaamua kumuumiza Mungu kwa kumharibu yule anayempenda, mwanadamu. Alijigeuza kuwa nyoka, akatumia ujanja ule ule aliyoutumia mbinguni: kuleni tunda hili nanyi mtakuwa kama miungu.
Alifanikiwa, mwanadamu akaanguka, na tangu hapo dunia ikawa uwanja wa vita kati ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Leo hii simulizi hiyo bado inaendelea. Shetani anatajwa kama mfalme wa anga, akitembea huku na huku akitafuta mtu wa kummeza. Ana maelfu yake ya miaka ya uzoefu wa kudanganya. Kila filamu ya kutisha unayoiona, kila saliti na kila vita miongoni mwa mwanadamu, simulizi hiyo inarudi nyuma hadi kwenye ule uasi wa kwanza mbinguni. Hatima yake ya mwisho inasemekana kuwa ni ziwa la moto, lakini mpaka siku hiyo ifike, yeye na jeshi lake la mapepo wanaendelea kupigana vita vya mwisho, wakijaribu kuwavuta mwanadamu wengi wanawezekana katika anguko lao. Je, unadhani kuwa Lucifer angekuwa na nafasi ya kuomba msamaha angefanya hivyo? Au kiburi chake ni kikubwa kuliko moto unaomsubiri? Baada ya mlipuko mkubwa wa nuru uliomfukuza Lucifer mbinguni, kimya kikuu kilitanda. Lucifer, ambaye sasa ni Shetani, alijikuta kwenye giza ambalo hakuwahi kulijua. Haikuwa tu giza la kukosa mwanga, bali giza la kukosa matumaini. Mili ya malaika wale theluthi moja ilikuwa imebadilika. Mabawa yao ya dhahabu yalikuwa yameungua na kuwa meusi kama mkaa. Macho yao yaliyokuwa yakitazama utukufu wa Mungu sasa yalijawa na wekundu wa hasira na chuki. Katika lile shimo la utupu, Shetani alisimama na kutoa ukelele uliotikisa misingi ya kuzimu akisema, afadhali kutawala katika Jehanam kuliko kutumikia mbinguni. Shetani hakuwa mjinga. Alijua hawezi kurudi mbinguni kwa nguvu za kijeshi, hivyo akaanzisha serikali ya giza. Aligawanya jeshi lake katika ngazi mbalimbali, hierarchy of demons. Wakuu wa giza, principalities, hawa ni majenerali wake wanaotawala mataifa na miji. Mamlaka, powers, malaika wenye nguvu waliopewa kazi ya kuvuruga asili na hali ya hewa. Watawala wa giza, rulers of darkness, hawa ndio wataalamu wa itikadi, falsafa na upotoshaji wa akili za wanadamu. Kikao chao cha kwanza kilikuwa na lengo moja tu, kumhujumu Mungu kupitia mwanadamu. Shetani alijua kuwa mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, hivyo kila akimtesa mwanadamu anakuwa anampiga Mungu moyoni. Simulizi inazidi kuwa ndefu na ya kutisha hapa. Inasemekana kuwa baada ya kuanguka, baadhi ya malaika waasi waitwao Watchers waliona mabinti wa kibinadamu ni wazuri, wakakiuka sheria za asili na kuja duniani kufanya nao uzao. Matokeo yake yakawa ni viumbe majitu waitwao Nephilim. Hawa walikuwa viumbe wenye nguvu za ajabu lakini roho za kikatili. Hapa ndipo asili ya hadithi za majitu na gods wa kale inapoanzia. Hii ilikuwa mbinu ya Shetani ya kuchafua damu ya mwanadamu ili kuzuia mpango wa wokovu. Dunia ikajawa na uovu, dhulma na damu, jambo lililopelekea hata gharika ya Nuhu. Shetani aligundua kuwa silaha yake yenye nguvu zaidi si moto wala panga, bali ni uongo. Akawa baba wa uongo. Alianza kufundisha wanadamu uchawi na uganga. Alianza kupandikiza chuki kati ya ndugu. Kumbuka kisa cha Kaini na Abeli. Alianzisha dini za uongo ambazo zilikuwa zikimwabudu yeye kwa siri kupitia sanamu. Kila mara mwanadamu alipoinuka na kujaribu kumkaribia Mungu, Shetani alikuwa hapo hapo kando yake kama mshitaki, akisema, huyu hafai, huyu ni mdhambi, huyu ni wangu. Moja ya sehemu ngumu zaidi katika simulizi hii ni pale Shetani alipokutana uso kwa uso na Yesu Kristo jangwani. Hapa Shetani alijaribu kutumia mbinu ile ile aliyotumia mbinguni na katika bustani ya Eden, tamaa. Alimwahidi Yesu falme zote za dunia ikiwa tu angemsujudia. Lakini safari hii Shetani alishindwa vibaya. Nguvu ya neno ilimrudisha nyuma. Hii ilikuwa ishara kwamba utawala wake una mwisho na mwisho huo unakaribia. Hadi sasa tunavyozungumza, simulizi hii haina mwisho wa haraka. Shetani bado yuko kazini. Katika ulimwengu wa kisasa inasemekana kuwa tutumia teknolojia, sanaa, muziki na siasa kupandikiza mbegu za uasi. Yeye ni mchezaji wa chess wa kisoroho, anapanga hatua 10 mbele. Lakini anajua siri moja inayomtesa kila siku: amekwisha hukumiwa. Kila roho anayoipata ni mateka wa vita yake ya kukata tamaa.
Je, unajua kuwa kuna malaika waliofungwa kwenye minyororo ya giza hadi leo wakingoja hukumu? Na je, unajua kwa nini Shetani anatetemeka kila anaposikia jina la Mikaeli? Okay, sasa baada ya Lucifer kutupwa duniani, hakukubali kushindwa kirahisi. Alianza kujenga himaya ya giza angani, second heaven. Lakini mbinguni palikuwa na maandalizi ya namna yake. Malaika Mikaeli hakuwa tu malaika wa kawaida, alikuwa archangel, malaika mkuu na mkuu wa majeshi. Sila za Mikaeli na jeshi lake hazikuwa za chuma kama tunavyozijua. Upanga wa Roho, upanga unaoweza kukata roho na nafsi, unaopita hata kwenye giza nene la Shetani. Nuru inayopofusha, silaha ya mionzi ya utukufu ambayo mapepo hawawezi hata kuitazama. Mamlaka ya neno, hii ndiyo silaha hatari zaidi. Mikaeli hapigani kwa nguvu zake mwenyewe, bali kwa jina la yeye aliyemtumikia. Ni nani aliye kama Mungu? Kuna tukio moja la kusisimua sana kwenye maandiko ya kale. Wakati kiongozi wa Israel, Musa, alipokufa, Shetani alitokea ghafla. Alitaka kuuchukua mwili wa Musa ili augeuze kuwa sanamu ya kuabudiwa na wanadamu na hivyo kuwapoteza. Mikaeli alishuka kama radi kuzuia mpango huo. Hapa tunaona tabia ya pekee ya Mikaeli. Hakuwa na dharau. Badala ya kupigana maneno machafu na Shetani ambaye zamani alikuwa bosi wake, Mikaeli alitumia mbinu ya kisheria. Alisema tu, Bwana na akukemee Shetani. Nguvu ya kauli hiyo ilimfanya Shetani nyenyewe na kukimbia, akauacha mwili wa Musa ufichwe na Mungu mahali pasipojulikana. Shetani ana majasusi wake, mapepo, lakini Mikaeli naye ana jeshi la malaika walinzi. Simulizi inasema kila mwanadamu ana malaika anayemlinda. Hii ni vita ya intelligence service. Shetani anatafuta pointi za udhaifu, dhambi, hasira, tamaa. Mikaeli na jeshi lake wanatoa ulinzi wa siri. Mara nyingi unajikuta umeepuka ajali au jambo baya kwa muujiza. Katika ulimwengu wa roho, hiyo ilikuwa ni kazi ya majeshi ya Mikaeli yakipambana na mbinu za Lucifer zilizofeli. Wengi wanadhani Shetani alitupwa mara moja tu, lakini simulizi hii haina mwisho kirahisi hivyo. Kitabu cha Ufunuo kinatabiri vita nyingine itakayotokea katika siku za mwisho. Mikaeli na malaika zake watapigana na yule joka, Shetani. Safari hii, Shetani atapoteza hata lile eneo la angani alilokuwa akitumia kama base yake ya kufanyia mashambulizi. Atatupwa duniani kwa ghadhabu kuu, akijua wakati wake ni mfupi. Siri iko kwenye jina la Mikaeli. Jina Michael, Mikael, lina maana ya ni nani aliye kama Mungu. Hili ni jina la kejeli ya milele kwa Lucifer. Kumbuka, dhambi ya Lucifer ilikuwa ni kutaka kuwa kama Mungu. Hivyo kila mara anapokutana na Mikaeli anapewa ujumbe mmoja: wewe ni kiumbe tu, huwezi kamwe kuwa kama muumbaji. Hilo ni pigo la kisaikolojia ambalo Shetani hawezi kulishinda. Shetani amewafunga wanadamu wengi kwenye magereza ya kiroho: ulevi, huki, vifungo vya giza. Simulizi inaendelea kuonyesha kuwa Mikaeli na majeshi yake wako kwenye operation ya kudumu ya kuwatafuta na kuwaokoa hao mateka. Kila roho inayomgeukia Mungu ni kama point aliyoipoteza Shetani katika mechi hii ya milele. Vita inazidi kuwa moto. Mpendwa mtazamaji wa King Swahili Recaps, simulizi hii bado inazidi kutiririka. Je, unajua kuwa kuna magavana wa giza waliopangiwa kutawala kila nchi? Na je, unajua Mikaeli alivyopigana kwa siku 21 kuifikisha jibu la maombi ya Danieli? Sakata la Lucifer na Mikaeli ni refu kuliko movie yoyote ya Marvel uliowahi kuiona. Je, unahisi malaika wako mlinzi yuko karibu nawe sasa? Au unahisi mtego wa yule adui unajaribu kukuandama? Katika episodi ya pili tutaingia ndani kabisa kwenye siri za jitu, Nephilim, na jinsi dunia ilivyokaribia kuangamia. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya sehemu ya pili. Mwandaaji wa simulizi hii ni King Reno MC Seba na hii ni King Swahili Recaps. Tukutane tena katika sehemu inayofuata.